Na kusalimu katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Haujambo, Bwana Yesu asifiwe. Ni mchungaji David Joya, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tunashukuru Mungu sababu ya kutupea siku ingine. Ni wengi tulilala pamoja na wao na saa hii hawako uhai. Wengine walikuwa na afya njema kama sisi na saa hii wako mahospitalini. Kwa hivyo kuwa mzima siku ya leo sio tu kawaida, bali ni neema ya Bwana wetu Yesu Kristo yenye imetufikia. Tumshukuru na sifa na shukrani ziwe kwake. Kama siku ingine tumeingia hapa katika hii kanisa yetu. Juu hii ni kanisa ni kusanyiko la watu wenye wamemwamini Yesu Kristo. Hiyo ndio kanisa kama vile tulijifunza last Sunday. Na leo katika mafunzo yetu ya Biblia tunajifunza kuhusu baraka. Na tunaulizana baraka ni nini? Baraka ni nguvu, uwezo au kibali kutoka kwa Mungu kinachomwezesha mtu kufanikiwa, kustawi na kuwa na amani maishani. Kwa hivyo ukipewa hiyo kibali ama uwezo wenye hutokana na Mungu, huo uwezo unakuwezesha kufanikiwa katika hii maisha. Huo uwezo unakuwezesha kustawi katika hii maisha na unakuwa na amani katika hii maisha. Kwa hivyo baraka inatokaga kwa Mungu. Hata kama ni mwanadamu atakubariki, sio yeye ataiwezesha hiyo baraka kufanya kazi, bali ni Mungu ataiwezesha kufanya kazi. Kwa hivyo tulisane baraka ni nini kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia, baraka ni upendeleo wa kimungu, nguvu na neema ya Mungu inayomwezesha mtu kufanikiwa, kupata amani, ulinzi na furaha ya kweli. Kwa hivyo kama huna baraka, huwezi kuwa na amani. Kama huna baraka ya Mungu, huwezi kuwa na furaha ya kweli. Utakuwaga na furaha, lakini sio furaha ya kweli. Ni furaha ya kujiforce. Nayo furaha ya kweli inapatikanaga kwa yule mtu aliyebarikiwa ama mwenye ako na baraka yenye imetokana na Mungu. Hiyo baraka humwezesha mtu kufanikiwa. Hiyo baraka humwezesha mtu kupata amani na ulinzi. Baraka ni nguvu ya Mungu inayofanikisha, ambayo huiachilia kwa viumbe au watu wanaomtii. Kwa hivyo tumeona baraka bado Mungu haiachiliangi kwa kila mtu, bali yeye huiachilia kwa wale watu wenye wanamtii. Sijui kama wewe unataka baraka ya Mungu na wewe hauendi kulingana na mapenzi na matakwa yake Mwenyezi Mungu. Kulingana na Biblia huwezi pata hiyo baraka, sababu baraka Mungu huiachilia kwa viumbe na watu wanaomtii. Tutasoma Mwanzo 1:22. Nayo inasema hivi: Mungu akavibariki akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Huyo ni Mungu amebariki viumbe. Kwa hivyo Mungu sio tu wanadamu anabariki, bali hata viumbe, ndege wa angani, wanyama wa porini. Alipowaumba aliwabariki na akawaambia waongezeke, wazaane. Akaambia hata samaki wa majini
wakajaze maji ya baharini, na ndege akawaambia wazidi katika nchi. Ndio maana siku hizi unaonaga ndege ni wengi sana. Ukiangalia hata huku kwa miti utawaona ndege. Ukiangalia huku tena kuna wanyama wengine wanaitangwa tubiri, bado wako huku juu ya miti, sababu Mungu aliwabariki wakati alipo waumba na akawawezesha kuzaana na kuwa wengi. Kwa hivyo hapo tumeona Mungu akiachilia baraka kwa viumbe. Nayo Mwanzo 1:28 tuone tena Mungu sasa akiachilia baraka kwa wanadamu, na hapo ndipo sisi tulipo. Mwanzo 1:28 inasema hivi: Mungu akawabariki na kuwaambia, zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, muwatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Hapo tumeona baraka yenye Mungu aliwabariki wanadamu imekuwa tofauti na baraka yenye aliwabariki wanyama na ndege wa angani, sababu wanadamu kweli amewaambia wazaane kama vile ameambia wanyama na ndege wa angani, lakini akawaongezea kitu ingine, waijaze nchi na waimiliki. Kuimiliki ni wawe nchi iko chini yao, wawe ndio waongoza nchi, na chochote kilicho katika dunia kikawekwa chini ya uongozi wa mwanadamu. Na Mungu tena akamwambia, utawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Na mtu akapewa hiyo mamlaka kupitia hiyo baraka yenye Mungu alimtamkia. Ndio unaonaga hata mnyama awe mkali namna gani, hata simba awe mkali namna gani, kuna uwezo wa mwanadamu kumwekea mtego na kumkamata. Hata akiwa mkali hivyo anakuaga mkali, sababu Mungu alitupea hiyo mamlaka kwa hizo baraka zenye alitutamkia wakati aliumba mwanadamu wa kwanza, na hao viumbe wote tukawezeshwa kuwatawala. Kwa hivyo simba hata akiwa mkali bado kuna vile tunamweza, juu tukimtaka hatuchukuagi muda mrefu kumkamata, juu tunayo mamlaka juu yake yenye tulipewa na Mungu kupitia hilo tamko la baraka pale Mwanzo 12:1-3, nayo inasema hivi: Bwana alikuwa amemwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, uache jamii yako na nyumba ya baba yako, uende hadi nchi nitakayokuonyesha. Nitakufanya taifa kubwa na nitakubariki, nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Nitawabariki wale wanaokubariki, na yeyote akulaanie nitamlaani, na kupitia kwako mataifa yote duniani yatabarikiwa. Hapo tunaona tena Mungu akitamka baraka kwa mtu mwingine wake mwenye anaitwa Abrahamu. Na kama vile tuliona pale mbeleni, Mungu hubariki sio watu wote, bali ni wale watu wanaomtii. Abrahamu ni mtu alikuwa anamtii Mungu, na ndio unaona hapa hata dunia ikiwa na watu wengi, sababu hapa sio kama mwanzo wakati ni mwanadamu mmoja Adamu alikuwa ameumbwa. Hapa watu ni wengi, lakini hajawatamkia wote baraka, bali amemchagua mmoja anaitwa Abrahamu mwenye anamtii, na amemwambia atamfanya taifa kubwa, atambariki na atakuza jina lake, naye atakuwa baraka. Kwa hivyo huyu mtu mwenye anamtii Mungu amebarikiwa na Mungu, naye amekuwa baraka. Kwa hivyo na yeye anaweza bariki. Huwezi bariki wengine kama wewe hujabarikiwa. Utatoa wapi hiyo baraka?
kama umelaaniwa utabariki namna gani? Naye huyu tunaona amebarikiwa, naye ako na uwezo wa kubariki wengine. Juu wanadamu waliumbwa kwa mfano wa Mungu, pia nao wako na uwezo wa kubariki wengine kama muumba wao. Bali sio wanadamu wote, ni wale wenye wanaomtii Mungu, naye Mungu anawabariki akiweka hiyo baraka ndani yao, nao wako na uwezo wa kubariki wengine. Mwanzo 1:26 nayo inatuambia, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutabaa kitabaacho juu ya nchi. Kwa hivyo mtu aliumbwa akifanana na Mungu. Kwa hivyo kama ameumbwa akifanana na Mungu, yale mambo Mungu hufanya hata yeye anaweza fanya, lakini ni akiishi kwa mapenzi na matakwa ya Mungu, na akimtii akae kama yeye na wafanane na yeye. Sasa tutaangalia watu watatu waliobarikiwa na wengine kwa Biblia. Sasa sio wale walibarikiwa na Mungu, lakini ni watu wenye walibarikiwa na watu wengine. Hao waliwabariki wakiwa wako na baraka ya Mungu, juu huwezi toa chenye hauko nacho. Wa kwanza tutaona ni Rebeka katika Mwanzo 24:58 mpaka 60 inatuambia hivi, wakamuita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake. Wakambariki Rebeka wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1,000 nyingi, na wazao wako waurithi mlango wa hao wawachukiao. Huyo ni Rebeka amebarikiwa. Wakati mtumishi wa Abrahamu alienda kumtafutia Isaka mke, naye alipompata Rebeka, walipoenda kwa baba zake na wazazi wake, watu wa Rebeka ama ukoo wake walimchukua na wakambariki. Na hapa tunaona Mwanzo 24:60 ikisema, wakambariki Rebeka wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1,000 nyingi, na wazao wako waurithi mlango wa hao wawachukiao. Tunajua Abrahamu alikuwa tuna mtoto mmoja mwenye alikuwa anaitwa Isaka. Ijapokuwa Rebeka aliwazaa watoto wawili, Esau na Yakobo, bado uzao wake ulikuja kuwa mwingi, 10,000 mara 1,000 nyingi. Ijapokuwa Rebeka hakuishi labda aone huo uzao, lakini baraka zenye alitamkiwa na watu wao bado zilimfuata ama zikafuata ukoo wake na ikakuja kutimia. Kwa hivyo ni mzuri mtu wa Mungu ujue vile mnaishi na wale watu wenye mko ukoo na wao, juu hao watu wamebeba baraka zako. Unaishi aje na wao? Wewe huwatii ama wewe huwa mang'aa ukiwa mbele yao? Tuangalie mtu mwingine wa pili mwenye alibarikiwa na wanadamu wengine, naye anaitwa Yakobo. Mwanzo 27 mpaka 29 inasema hivi, akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya saba alilolibariki Bwana Mungu, na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe. Hapa tunaona naye Yakobo akibarikiwa
na baba yake Isaka, naye akamwambia awe bwana wa ndugu zake na wana wa mama yake wamsujudie. Kwa hivyo akawekwa juu ya wale watu wote wenye watakuaga karibu na yeye, awe akiwatawala. Hiyo ni tamko la mtu mwenye anamtamkia mwingine akimbariki. Tuangalie mtu mwingine wa tatu mwenye alibarikiwa na mwanadamu, naye anaitwa Daudi. Katika Samueli wa kwanza 16:13, ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Tunaona naye Daudi akiteuliwa awe mfalme. Alikuwa tu mtu wa kawaida, lakini ndio nguvu ya Mungu imkujie, lazima angemwagiliwa mafuta na mtu mwingine wa Mungu. Kwa hivyo baraka haiwezi toka kwa mtu mwenye hana baraka. Samueli alikuwa na baraka za Mungu, na ndio maana naye hapa anatumika kumugawia Daudi baraka hizo za Mungu. Na Biblia inatuambia wakati Samueli alimwagilia Daudi mafuta, nguvu ya Mungu ikamjia Daudi tangu siku ile. Kutoka hapo akawa sio mtu wa kawaida yule alikuwa anachunga kondoo, bali akawa ni mtu mwingine mwenye nguvu za Mungu siko juu yake, na Mungu akawa anatembea na yeye kutoka siku ile, tangu wakati alipotoka katika hii dunia. Kwa hivyo tumeona baraka zinatokaga kwa Mungu, zinakuja kwa wanadamu, nao wanapata uwezo wa kubariki wengine. Kwa hivyo ni vyema ujuage vile mnaishi na watu wengine, sababu yawezekana huyo mwenye unadharau ndiye ako na baraka zako. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi, tumeona na tumelisikia neno lako jinsi ulivyokuwa umekusudia tulisikie. Mimi umenitumia tu kama chombo. Bariki mwenye analisikiliza, wacha lipate nafasi katika moyo wake, ili limuongoze na limlete katika ufalme wako, kama haja kujua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Na kama amekujua Yesu Kristo, limdumishe katika wokovu, ili yule muovu Shetani asimdanganye na kumwangamiza. Hata mimi nikumbuke Mungu wangu, na unibariki, unionekanie, unilinde na uniongoze. Nimeomba hayo machache nikijua umeyasikia, na ni katika jina lako kuu Yesu tumeomba na tuseme amen. Barikiwa na Mungu, akuinue na wewe uinuange wengine, akutamkie neno la baraka na wewe uwe unabariki wengine. Asanteni.